Leo ni Dominika ya 14 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yanayotuongoza katika tafakari ya leo. Somo la kwanza linatoka kwa Nabii Zakaria sura ya 9 aya ya 9 hadi ya 10. Somo la pili ni waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 9 ya 11 hadi ya 13. Na Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi ya 30. Wapendwa katika Kristo, hakuna mwanadamu anayeishi duniani bila kubeba mzigo. Maisha ya mwanadamu ni safari iliyojaa changamoto, mahangaiko na mizigo ya aina mbalimbali. Tangu mtoto anapozaliwa hadi mwisho wa maisha yake, hukutana na mambo yanayomlemea. Kuna mizigo ya umaskini na ukosefu wa ajira. Wengine wanaamka kila siku wakijiuliza, watapata wapi chakula cha familia zao? Kuna mizigo ya magonjwa ya muda mrefu ambayo huondoa furaha na matumaini. Kuna mizigo ya migogoro ya ndoa na familia. Watoto wasiowasikiliza wazazi wanaolia kwa sababu ya watoto wao, vijana wanaohangaika kutafuta mwelekeo wa maisha. Wengine wanabeba mzigo wa upweke, huzuni, kukataliwa, madeni, uraibu wa pombe au madawa ya kulevya. Wapo wanaobeba mzigo wa hofu kuhusu kesho, hofu ya kupoteza kazi, hofu ya kushindwa au hata hofu ya kifo. Kwa sababu hiyo, dunia nzima inatafuta namna ya kupunguza hii mizigo au kuiondoa kabisa. Watu binafsi hutoa misaada kwa maskini, hujenga nyumba za watoto yatima, huchangia matibabu ya wagonjwa na kuwasaidia wahitaji. Serikali nayo huanzisha hospitali, shule, mifuko ya hifadhi ya jamii, programu za kupunguza umaskini, bima za afya na miradi mbalimbali ya maendeleo. Mashirika ya kijamii nayo hufanya kazi kubwa ya kuwainua waliokata tamaa. Hizi zote ni juhudi nzuri na za lazima. Kama Wakristo, tunapaswa kuziunga mkono. Lakini pamoja na juhudi hizo zote, bado mwanadamu anaendelea kulia. Bado kuna huzuni moyoni. Bado kuna hofu ambayo hospitali haiwezi kutibu. Bado kuna majeraha ambayo fedha haiwezi kuponya. Bado kuna mzigo wa dhamiri unaomtesa mtu baada ya kutenda dhambi. Bado kuna kiu ya amani ambayo mafanikio ya dunia haiwezi kuiponya. Hapa ndipo Bwana wetu Yesu Kristo anapotamka maneno ambayo yamekuwa ni faraja ya mamilioni ya watu kwa karne nyingi. Kristo anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Katika somo la kwanza, Nabii Zakaria anamtangaza mfalme ambaye anakuja kwa namna tofauti kabisa na wafalme wengine wa kidunia. Haji akiwa juu ya farasi wa vita, haji akiwa na jeshi la kutisha, haji kwa lengo la kuwatisha watu kwa nguvu zake, bali anakuja akiwa mpole, mnyenyekevu, amepanda punda, akileta amani. Huu ulikuwa ni unabii unaomhusu Kristo mwenyewe. Na kweli, Kristo alipokuja, alianza kuwaondolea watu mizigo yao. Aliwaponya wagonjwa waliokuwa wamekata tamaa. Aliwafungua vipofu macho nao wakaona. Aliwasimamisha waliokuwa wamepooza nao wakatembea. Aliwatakasa wakoma waliokuwa wametengwa na jamii. Aliwalisha wenye njaa, aliwafufua wafu, aliwasamehe wenye dhambi, aliwakaribisha waliodharauliwa, aliwapa matumaini waliokuwa wamekata tamaa. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo hakuja tu kuondoa mizigo ya kimwili, alikuja zaidi kuondoa mzigo mkubwa kuliko yote, na huo ni mzigo wa dhambi. Kwa sababu dhambi ndio mzigo unaotutenganisha na Mungu, unatunyang'anya amani ya moyo na kutufanya tuishi bila matumaini. Ndio maana Yesu hakusema, "Njooni nipunguze matatizo yenu," bali alisema, "Nami nitawapumzisha." Pumziko analolitoa Bwana wetu Yesu Kristo sio mwisho wa matatizo ya maisha. Wakristo bado wataumwa,
bado watalia, bado watakabiliwa na changamoto, lakini tofauti ni kwamba hawabebi mizigo yao peke yao. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Katika maisha ya zamani ya kilimo, nira ilikuwa ni kifaa kilichowekwa shingoni mwa ng'ombe wawili ili wavute jembe au gari pamoja. Mara nyingi ng'ombe mwenye nguvu aliunganishwa na yule ambaye bado hajazoea kazi. Mwenye nguvu ndiye aliyebeba sehemu kubwa ya uzito na kumwelekeza ng'ombe mwenzake. Hii ndiyo picha ya Kristo mwenyewe. Yesu anasema, jifunge nami, usibebe mzigo wako peke yako. Unganisha maisha yako na yangu. Unganisha ndoa yako na mimi. Unganisha familia yako na mimi. Unganisha ugonjwa wako na mimi. Unganisha hofu zako na mimi. Unganisha huduma yako na mimi. Kwa sababu unapojifunga katika nira ya Kristo, si wewe tena unayebeba mzigo peke yako. Kristo ndiye anayebeba sehemu kubwa ya mzigo wako. Anakutia nguvu, anakupa hekima, anakupa subira na anakupa amani ya moyo. Hii ndiyo sababu watakatifu wengi walipitia mateso makubwa, lakini hawakupoteza amani yao. Hawakuwa na maisha mepesi kuliko yetu, walikuwa wamefungwa katika nira ya Kristo. Ndugu zangu, leo Yesu bado anasema nasi, njoo kwangu. Hasemi njooni baada ya kumaliza matatizo yenu. Hasemi njooni baada ya kuwa watakatifu. Hasemi njooni baada ya kupata mafanikio. Yeye anasema njooni. Je, tunamjia kweli yetu? Tunamwendea kweli Bwana wetu Yesu Kristo? Tunapolemewa na maisha, tunakimbilia wapi? Kwa marafiki pekee? Kwa fedha pekee? Kwa pombe pekee? Kwa hasira peke yake? Au tunamkimbilia Kristo katika sala, katika sakramenti ya upatanisho na katika Ekaristi Takatifu? Kila tunaposhiriki misa takatifu na kupokea mwili na damu ya Kristo, tunajifunga upya katika nira ya Kristo. Anatuongezea nguvu za kuendelea na safari ya maisha. Anafanya mzigo ambao unaonekana hauwezekani kuubeba kuwa mwepesi, kwa sababu sasa tunaubeba pamoja naye. Leo tunapomkaribia Kristo katika Ekaristi, tunapomkabidhi kila mzigo unaotusumbua, tumwombe atuunganishe naye katika nira yake, ili tusitembee peke yetu. Kwa maana anayebeba mzigo pamoja na Kristo haishi bila majaribu, bali anaishi kwa majaribu. Majaribu atayapata, lakini ataishi kwa tumaini. Basi tumwombe Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia, tuweze kutumia sakramenti ambazo Bwana wetu Yesu Kristo ametupatia, ili sakramenti hizi zituunganishe naye, ili mizigo mbalimbali ya maisha yetu tusiibebe wenyewe, bali tuibebe pamoja na Kristo. Japo tunateseka, lakini tunakuwa na amani, tunakuwa na furaha, kwa sababu hatuko peke yetu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.